Hayo ndio ilikuwa ni maeneo ambayo Shilole alikuwa anafanya biashara. Eneo hilo ilikuwa ni mgahawa mkubwa ambao ulikuwa kwa jina la Shishi Food, na tunaona hizo video zikionyesha uharibifu mkubwa uliotokea katika eneo la Shishi Food. Sasa mgahawa wa Shilole inaonekana ulivamiwa na watu wasiojulikana na kuweza kuchoma moto. Kumbuka hapa ndipo alikuwa anafanya biashara zake, na kama unavyojua ni mwanamke mpambanaji. Kipindi cha nyuma alikuwa ni miongoni mwa wanawake ambao ilikuwa ni ndoto ya kila binti kwamba siku moja awe na sehemu kubwa kama hii. Sasa tunaona moto ni kama umeharibu vitu, na kila kitu kilichokuwepo hapo hakikuweza kubaki salama. Na hata ukiangalia vizuri unaona kabisa mabati yameharibika vibaya. Tunaona hata zile mbao zote zimeteketea kwa moto, lakini pia tunaona ilikuwa ni disaster, na ni kitu kibaya sana, kwa sababu yeye mwenyewe anasema kwamba alikuwa anategemea sehemu hiyo kwa ajili ya kuweza kujipatia pesa na kuwasomesha watoto wake. Lakini pia kumbuka huyu ni mama na watoto. Sasa tunaona huu muonekano wa hii Shishi Food, na usio bana, kuna muonekano mzuri. Wanapata kisinia kwa bei nafuu kabisa, na kulikuwa kuna buffet pale, na kiukweli alikuwa amejipata kwa namna yake. Lakini sasa baada ya vijana walio ambao hawajulikani walipokuwa wametokea, basi wakaweza kufanya kitu kama hicho. Ni kitu cha kustajabisha, na mimi nimeona nikuwekee hiyo video. Sasa maoni ya mashabiki baada ya Shilole kuchomewa pale Shishi Food na usio bana kwenye mgahawa wake, inaonyesha kabisa kwamba mashabiki wengine wamefurahia, lakini pia wengine wamekana kusikitishwa. Mmoja posti sasa na watu walipopigwa risasi, alafu linganisha na upuuzi wako, au sio bana. Mmoja anasema kwamba kwa hili hawajajifunza, basi hawatakaa wajifunze tena. Yani kama hili limetokea na watu hawajajifunza, basi ipo siku itakuja kutokea Pwani, kwa sababu unajua tena. Mwingine kaandika nasikia na duka la Belnas pia limechomwa moto, na ndio hivyo. Kiukweli hawa ndio walipaswa kwa upande wa wananchi, ila sijui nini kiliwafanya wawe hawaoni wala kusikia. Mwingine akasema jana alikuwepo tena kwenye show, alijenga nyingine atafute na wateja wake kabisa. Anyway, mali zinatafuta ila sio uhai jamani, au vipi bana? Kwa hiyo ni vema, kwa sababu ukiangalia unaweza kutafuta pesa na kwa miaka mingi sana, ukatafuta maisha mazuri kwa miaka mingi sana, lakini siku zote uhai ndio kitu ambacho ni kitu muhimu sana, kwa sababu uhai unapopotea, basi kila kitu kinakuwa kimeishia hapo. Kwa na imani atapata sehemu nyingine nzuri kabisa, na hapa tunaona mmoja akasema bora akatafute sehemu nyingine, ajenge sehemu nyingine ili aweze kuendelea na mambo mengine. Mmoja akasema mbona Pambe tu yeye alikuwa yupo karibu na kituo cha polisi cha Kijitonyama, akajisahau, alijua hawezi fikia watu, mioyo ishachoka, usiseme ukamaliza. Wagawa watu wenyewe, atapewa hela. Mmoja akasema heri angechomwa mwenyewe pia. Haya, mngesema hakika pamependeza, chini kuzua taruki. Moto ni kama ajali ila zingine ila kutiki. Kwa hiyo ni ajali tu imetokea. Unajua ni superstar, ni mtu ambaye anafahamika ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na amefanya makubwa. Lakini sasa ndio hivyo tena, mgahawa wake kama unavyoona ni kama umeenda na maji. Huwezi kulinganisha ndugu zetu wanaotandikwa risasi kwa ujinga kama hawa. Mmoja kaandika kwanza leo nimekoma kushabikia siasa. Siasa hapana. Of course ushabikia siasa sometimes unaweza ukapotea. Kupotea mambo yakawa magumu upande wako, ni vema ukaheshimu system. Mwingine sema mbona papo fresh tu, pamependeza. Yani kitu atakachojenga hapo ni mara 7.
ya walichochoma, kuna bima alokata na kuna serikali na wadhamini. Yani hapo ni umempiga teke chura. Yes of course, kwa sababu huwezi kumiliki biashara kubwa pasipokuwa na bima. Kwa nadhani kwa mtu mkubwa kama Shilole hawezi kukosa kukata bima kwa ajili ya kutengeneza ofisi yake. Kwa kuna mmoja ama nyingine hawezi kufeli. Mmoja sema hongereni sana mashujaa wetu. Hello 2025 go away, you are not my friend. Kwamba 2025 bwana nenda bwana, sio rafiki yangu. Kinachoendelea hapa sio kizuri. Mwingine sema mama stamps hela atajenga tena. Huyu ana hela. Nafurahi kuona pamependeza zaidi. We J posti na Mariam pia 500 tena, hii raha naisikia mwenyewe hao. Mwingine sema nilitamani tuende kwa Mondi. Nilisema natamani sana angeenda kwa Diamond. Samia atamtengenezea. Siwezi kuficha furaha yangu. Sasa haya maandamano au haribifu, kwa nini mharibu vitu vya watu? Kila mtu yupo huru kuchagua chama. Sasa mnamharibia watu biashara zao. Yes of course, kwa sababu tunaona wengine wameingia na wivu, choma biashara za watu. Kwa mfano tunaona Billnass Negatronics imekula moto. Imekula moto na watu wameiba simu za kutosha. Na hii haijatokea kwa Nenga, pia tunaona hata kwa Shilole mambo yamekuwa hivyo hivyo. Mwingine akasema kwamba si ana hela. Anasikitika nini? Pamependeza. Mwasema admini umeniuzi mmoja, hebu weka makombo. Haya, sema hiyo pesa kwa rais ndogo sana. Analipo mara 8 na kitu bungeni anapewa hii nchi. Masa mwenzenu kashapewa fidia yake tayari, mnatuchosha ambao hatujapata. Anyway, kwa heshima akapiga na makofi. Mwingine akaja hapa akasema na bado wakae ndani huko, atajenga tu, ngoja akamtoe maji bibi kidude. Tayari sana. Mambo mengine haya ni maneno mazito. Mwingine akasema unaweka biti la kuzuisha ili toa ujinga wange. Anyway, nasema kwamba alionywa muda mrefu sana. Sasa maoni mengine pia sio mazuri sana kuendelea kuyasoma. Kwa nimekuwekea taarifa kuhusiana na Shilole hapo. Hiyo ndio video inamuonyesha hapo alivyokuwa mara ya kwanza, Shishi4 jinsi ilivyokuwa. Alafu sasa hivi tunaona jinsi video ikionyesha palipoungua na moto. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.